Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha mja wake kutekeleza ibada ya hija, alimwamrisha mja wake kutekeleza ibada hii kupitia kwa lam ambayo inajulikana kwa wanazuoni wa lugha ya Kiarabu na wanazuoni wa tafsiri wanaiita lamul ikhtisas. Lam ambayo inapoingia katika ismu, katika jina, inakuwa lile jambo lililoegemezwa kwa lile jina linafaa liwe kwa yule aliyetajwa pekee. Tawasomea aya mbili. Ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani yake, walillahi ala nnasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Pameingia lam wa li, kisha lafdhul jalala Allah, lillahi ala nnas. Hii lamu hii ya kwanza wanazuoni wanaita lamul ikhtisas. Hii ibada ya hija iliyofaradhishwa na Allah azza wa jalla ni ibada inayotakiwa kufanywa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, sio kwa lengo lingine lolote, wala sio kwa ajili ya kiumbe mwingine yoyote, wala sio kwa ajili ya sababu nyingine yoyote. Walillahi ala nasi hijjul bait. Aya ya pili vile vile katika sura al-Baqara inasema, wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. Vile vile Allah lafdhu jalalati imeingia kabla yake lam ambayo ni lamu al-ikhtisas. Timizeni, kamilisheni enyi Waislamu ibada ya hija na umra lillahi, kwa ajili ya Allah peke yake. Lam hii lao utasema wewe Muislamu, mimi hii lam nitaiita lamu al-ikhlas, itakuwa hujakosea. Maana ni lamu ambayo inaingia ili kuonesha ikhlas ya kwamba ibada hii inafaa itekelezwe kwa ajili ya Allah peke yake. Amepata hasara kubwa Muislamu ambaye ataingia katika ibada hii kama Waislamu wengine, lakini lengo lake ni tofauti. Lengo lake ni kwenda kuangalia shughuli zake zingine kule, lakini ameona kwamba fursa nzuri ni kutumia visa ya hija. Lengo lake pengine ni wal-iyadhu billahi ar-riya was-sum'a, ni kujionesha na kusikika ya kwamba fulani mashaallah hakuna mwaka yuwapitwa na hija, hakuna mwaka unakuja yeye bila kuhiji, na yuwafanya bidii ajiwekee hija kila mwaka, asema ili watu sije wakasema mbona mwaka huu unkosa kwenda. Sasa ili watu wasiseme hivyo, acha mimi nenda hija, maana imekuwa ni routine yangu, every year I have to go to hajj. Hasara kubwa, kwa sababu moja katika malengo ya hija ni kumfundisha Muislamu somo la ikhlas. Sasa vile vile ambavyo ikhlas inatakiwa katika hija, ndugu zangu Waislamu, tuelewe kadhalika ya kwamba ikhlas inatakiwa hivyo hivyo katika amali zingine zetu zote. Ukiswali unahitajia ikhlas, ukitoa zaka unahitajia ikhlas, unapotoa sadaqa kumsaidia Muislamu unahitajia ikhlas ya kwamba sadaqa ile na nafaka ile na khairi ile uifanyayo waifanya kwa ajili ya Allah azza wa jalla, huifanyi kwa ajili ya kusifiwa, wala huifanyi kwa ajili ya kutaraji kushukuriwa na kuambiwa ahsanta, wala sio kwa ajili ya malengo yote ya kidunia.